kwa moja kutoka kaskazini mwa Tanzania katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Jina langu ni Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania, na leo tumefika hapa katika kiwanja hiki kuweza kufahamu mambo kadha wa kadha kukihusu kiwanja, lakini zaidi ni kufahamu namna ambavyo Kilimanjaro International Airport inaweza kuunganisha taifa la Tanzania na mataifa mengine duniani kwa kuingiza idadi kubwa zaidi ya watalii. Kama inavyofahamika kwamba kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro ndicho kiwanja cha kwanza Tanzania bara ambacho kinatoa huduma zaidi kwa watalii, lakini pia katika takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kiwanja hiki cha Kilimanjaro ni cha pili katika kupokea zaidi idadi kubwa ya abiria Tanzania bara katika miongoni mwa viwanja ambavyo vinaendeshwa na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA. Tuko na Bwana Donat Julio Mnuka ambaye yeye ni meneja wa uendeshaji kiwanja cha ndege hiki cha KIA, aweze kutufahamisha mambo tofauti tofauti ikiwemo historia, idadi ya miruko ya ndege, idadi ya abiria walioweza kuingia na kutoka katika kiwanja hiki kwa mwaka wa fedha uliopita. Habari yako Bwana Mnuka? Nzuri sana Zena, na karibu Kilimanjaro International Airport KIA. Asante sana. Pole na hongereni kwa majukumu. Tunashukuru sana. Ndio. Bwana Mnuka, wakati nafika hapa nimeona idadi kiasi ya abiria wanaingia na kutoka katika kiwanja hiki. Unaweza kutupa historia kwa ufupi kuhusu hiki kiwanja? Kilianza lini na kilianza moja kwa moja kama kiwanja cha ndege cha kimataifa? Kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro KIA kilijengwa mwaka 1971. Kiwanja hiki kilianza moja kwa moja kama kiwanja cha ndege cha kimataifa na kimekuwa kikihudumia hasa watalii kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kiwanja hiki ni kiwanja cha kimkakati kimsingi hasa kwa katika kutoa huduma za kitalii. Ni kiwanja ambacho kinaunganisha ukanda huu wa kaskazini na vivutio mbalimbali vya kitalii, kwa mfano mbuga za wanyama kama Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara na mbuga nyingine. Lakini pia jirani tu hapa tuko na mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kimkakati ni kiwanja muhimu sana katika huduma za utalii. Kwanza tuangazie zaidi katika uwezo wenyewe wa kiwanja. Kiwanja hiki kiko katika daraja gani na kina uwezo gani hasa? Asante ndugu mwandishi. Kiwanja hiki cha KIA kwa mujibu wa certificate ya kuendesha kiwanja cha ndege cha KIA kiko daraja la 4E. Kiwanja hiki kina uwezo wa kuhudumia ndege kubwa kabisa ni Boeing 747 namba 400, kwa maana ya Boeing 747-400 series. Okay. Ndio ndege kubwa zaidi. Ndege hii ina uwezo wa kubeba abiria kati ya 400 na 600 kwa wakati mmoja. Lakini pia kiwanja hiki kina runway au njia ya kutua na kuruka kwa ndege yenye urefu wa kilomita 3.6 na ina upana wa mita 45. Hapo runway ni moja pekee. Runway ni moja pekee, lakini ambayo imegawanyika au ina majina mawili kwa maana ya 09 na 27. Okay. Lakini ina njia za maungio kati ya runway na eneo la maegesho, ambazo hizi njia ziko 7. Njia 6 zinaweza zikaingia au kutoka ndege kubwa kama hiyo niliyoitaja ambayo ni Boeing 747-400 series. Lakini njia moja inaunganisha maegesho ya ndege ndogo, ambayo hii sasa inaweza kupokea ndege zile ambazo ni daraja la 4C kushuka chini. Lakini pia tuna eneo la maegesho ambalo limegawanyika katika makundi matatu. Eneo la kwanza ni eneo la maegesho ambalo liko upande wa hanga, kwa maana eneo la matengenezo ya ndege, karakana ya matengenezo ya ndege. Lakini eneo la pili ni apron kubwa. Apron kubwa kwa maana ya main apron ina uwezo wa kuegesha ndege 11 kwa wakati mmoja. Alafu tuna apron ndogo. Hii apron ndogo tunaweza tukapaki ndege ndogo zisizopungua 4 kwa wakati mmoja. Hapo tunavyosema ndege kubwa na ndege ndogo, kwa mfano wa aina au model za aircraft zinakuwa ni zipi? Kwa mfano tukizungumzia ndege ya size ya kati kabisa tuseme, tukizungumzia kwa mfano Dreamliner kwa maana ya Boeing 787 tunasema hii ni kubwa. Lakini tukizungumzia kwa mfano Q400 au maarufu Dash 8, hizi ni ndege ndogo. Ni kama zile ndege ambazo ziko kwenye fleet ya ndege za
shirika la Air Tanzania. Kwa mfano ukiziangalia ile Dreamliner kubwa, ile Dash 8 ndege ndogo. Okay. Yes. Uhamie sasa katika takwimu zinasemaje hasa katika kiwanja hiki, idadi ya miruko ambayo imeingia katika kiwanja hiki ndani ya mwaka wa fedha uliopita iko vipi? Upande wa miruko ya ndege tulikuwa na miruko 23,000 kama na 60,000 kwa mwaka huu uliopita. Lakini hii inaashiria nini? Hasa kwa idadi ya abiria. Uwanja wa ndege wa KIA, jengo la abiria kwa maana terminal building, ilijengwa awali kabisa kwa mwaka 71, ilijengwa ili kuweza kuhudumia abiria 500,000 kwa wastani kwa mwaka. Lakini ilipofika mwaka 2017 uwanja huu au jengo hili lilifanyiwa maboresho, na lilipofanyiwa maboresho uwezo wake uliongezeka kutoka kuhudumia abiria 500,000 na ikaenda abiria 1,200,000. Lakini kwa sasa kwa takwimu hizi sasa ukiangalia, ambapo sasa kwa mwaka jana tulishafikia idadi ya abiria wasiopungua 1,100,000. Kwa tayari unaona kabisa tunafikia kiwango cha juu kabisa cha uwezo wa jengo la abiria. Hiki kinaashiria nini? Hiki kinaashiria kwamba sasa lazima tutafute njia mbadala ambayo sasa ni kwenda kuongeza jengo jingine ili tuweze kuwahudumia abiria wetu kwa nafasi ya kutosha na kwa huduma au vifaa vya kutosha na vya kisasa, kwa sababu sasa hili jengo ni kama limefikia uwezo wake wa mwisho wa kuhudumia abiria. Okay. Tutagusia zaidi katika maboresho ambayo yanaendelea kwenye kiwanja hiki hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi tugusie jumla ya mashirika ya ndege ambayo yanafika katika kiwanja hiki. Kwa sasa hivi KIA inapokea mashirika mangapi ya ndege kwa upande wa mashirika ya ndege ya kimataifa na mashirika ya ndege ya ndani? Asante. Kwa sasa mashirika ya ndege ya kimataifa yako 10. Lakini pia tuna mashirika ya ndege ya ndani ambayo yanafanya safari zake ndani, lakini pia yanaenda mataifa mbalimbali katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Nikianza na mashirika ya ndege ya kimataifa, kwanza tuna shirika la ndege la Ethiopian Airlines, tuna KLM, tuna Air France, tuna Edelweiss, tuna Discover Airlines, lakini pia tuna Kenya Airways, tuna Rwandair, tuna Uganda Airlines, tunaye Air France pia na huduma hapa kwetu, tunaye Turkish Airlines pia. Lakini kwa mashirika ya ndani tuko na Air Tanzania kwanza, ambayo yenyewe inafanya safari za ndani na za nje. Inafanya safari za ndani na za nje. Lakini pia tuko na Precision Air na inafanya safari za ndani na za nje. Lakini kuna yale mashirika mengine ambayo yanafanya hasa safari za ndani ambayo ni kama Coastal Aviation, tuna Oriki Air, tuna Regional Air na mashirika mengine madogo kama Gourmet Air. Sasa tugusie kiasi kuhusu shirika la ndege la Brussels ambalo linatarajia kuzindua safari zake katikati ya mwaka huu 2026. Nini hasa kilivutia shirika hili na pengine nini kinaweza kikavutia mashirika mengine ya kimataifa kuweza kuanzisha safari zake katika kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro? Asante ndugu mwandishi. Ni kweli tunatarajia kwamba Brussels Airlines wanaanza safari zao kupitia uwanja wa ndege wa KIA, wakitokea Brussels moja kwa moja kuja uwanja wa ndege wa KIA, na anatoka KIA na kwenda Nairobi na baadaye anamalizia safari yake Brussels. Na safari hizi zinaanza tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Nini hasa kimechangia kuweza kulivutia shirika hili la kimataifa kutua hapa uwanja wa ndege wa Kilimanjaro? Kikubwa sana ni jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuzindua filamu ya Royal Tour miaka 2 nyuma iliyopita. Uzinduzi wa filamu hii umetusaidia sana kuweza kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii nchini Tanzania huko duniani. Imesaidia sana watalii walio wengi huko waliko kuijua Tanzania vilivyo. Lakini pia wameweza kukifahamu kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro, na hivyo inafanya sasa mashirika ya ndege kuona umuhimu sasa wa kuweza kuwa na ndege zao ambazo zinapita katika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro ili kuweza kuwapeleka watalii, kuwafanya watalii waweze kuvifikia vivutio mbalimbali vya utalii nchini Tanzania. Lakini sababu ya pili ni jitihada za
kutafuta masoko huko duniani, ambayo hii sana inafanywa na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania kupitia idara yake ya masoko na biashara. Kwa kutokana na hizi jitihada pia nayo hii imechangia kwa kiwango kikubwa sana kuyavutia mashirika mbalimbali ya ndege kuweza kuleta ndege zao katika kiwanja cha ndege cha KIA na nchini kwa ujumla. Lakini pia lingine ni uthabiti wa huduma za usalama. Tukizungumzia usalama tunazungumzia safety and security. Nchi ikiwa salama, kiwanja kikiwa salama, inajenga imani kwa mashirika ya ndege na pia wasafiri kwamba hata wakija nchini, hata wakipita kiwanja cha ndege cha KIA wakaenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii wataendelea kuwa salama. Kwa hili nalo shukuru sana serikali yetu kwa kutuhakikisha usalama na kuhakikisha viwanja vyetu ni bora na vinakidhi viwango vya kimataifa na vya kitaifa. Katika hali ya kawaida changamoto mbalimbali huwa hazikosekani katika uendeshaji wa shughuli zozote zenye maendeleo, na changamoto hizo zinapoonekana ndio zinakuwa chachu ya kuweza kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali. Katika kiwanja hiki ni changamoto zipi ambazo mliziona ambazo zilipelekea chachu kubwa ya kufanyika kwa maboresho kwenye hiki kiwanja, hasa katika facilities zilizopo hapa? Asante. Kwanza kubwa sana kama nilivyosema hapo awali kwamba hiki kiwanja hasa jengo la abiria, jengo la abiria uwezo wake ni kama unafikia ukomo. Design yake ni abiria 1,200,000. Sasa kwa hesabu kwa takwimu tu za mwaka wa fedha uliopita, kwa wastani walipita hapa abiria wasiopungua 1,100,000. Kwa tayari tunakwenda kufikia ukomo wa uwezo wa hili jengo. Kwa maana hiyo hiki ni kiashiria kwamba vifaa, teknolojia zilizopo ndani ya hiki kiwanja na eneo kwa jumla kwa maana ya space haitoshi kuweza kuhudumia idadi hii kubwa ya abiria. Sasa kutokana na hii changamoto, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege nchini Tanzania imeona kwamba upo sasa umuhimu wa kujenga jengo jipya la abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ili sasa tuweze kuhudumia hii idadi kubwa ya abiria. Kwa maana hiyo ili kukabiliana na hii changamoto tunakwenda kujenga jengo jipya la abiria. Tayari mchakato huu umeshaingia katika utendaji kazi kwa sasa? Kwa sasa bado kidogo, lakini tuko kwenye hatua za awali za kumpata mkandarasi ili sasa mara moja kazi hii mradi huu uanze kutekelezwa. Naam, tugusie katika maboresho mengine ambayo yameweza kuwa majibu ya changamoto ambazo zilikuwa hapo awali. Maboresho mengine ni ujenzi wa tanki la maji lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 2,000,000. Lakini pia usimikaji wa mtambo wa kusafisha maji, yani kuondosha chumvi kwenye hayo maji ili kuyafanya kuwa maji safi na salama kwa matumizi ya binadamu, ambao huu mtambo unasimikwa na mradi unaendelea. Lakini pia tunajenga tanki sasa la kuweza kuhifadhi maji lita 1,000,000 yaliyochujwa, ambayo sasa ni maji safi na salama. Hii inaashiria nini? Hii inakwenda kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha KIA. Kwa maana gani? Kwa sababu ukiangalia hata hali ilivyo kwa sasa hivi, KIA ni sehemu kavu. Tunategemea kupata maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo ni vya asili, lakini sasa kwanza mamlaka ilichimba visima vya maji hapa kiwanjani, ambapo sasa haya maji yanakwenda kufanyiwa yanaenda kuchujwa, yatakuwa yanachujwa na yanahifadhiwa kwa wingi wake tayari kwa matumizi hapa kiwanjani kwa abiria, wafanyakazi na watu wengine wote ambao wanakuja kupata huduma hapa kiwanjani. Kwa kulifanya hili, changamoto ya maji haitakuwepo tena katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Lakini pia tumefanya maboresho makubwa ambayo yamekamilika kwenye ghala la kuhifadhi mizigo inayohitaji ubaridi, kwa maana ya cold storage facility. Tulikuwa na changamoto kwa muda mrefu kwamba lile jengo tulilokuwa nalo, lile ghala tulilokuwa nalo lilikuwa ni la kizamani, lakini pia lilikuwa haliwezi kukidhi mahitaji ya uhifadhi wa mizigo inayohitaji ubaridi, mizigo ya aina mbalimbali, kwa mfano samaki, nyama, matunda, maua na kadhalika. Lakini sasa kwa kufanya maboresho ambayo tumeyafanya, hii imetupa
imetupa ujasiri kabisa kwamba sasa tunaweza kuhudumia wateja wetu wanaosafirisha bidhaa mbalimbali zinazohitaji ubaridi hapa kiwanjani. Kwa mfano, tumeanza kusafirisha samaki mizigo ambayo siku za nyuma kabla ya kufanya ukarabati ilikuwa haiwezi kupita uwanja wa ndege wa Kilimanjaro kwa sababu hatukuwa na hiyo na hilo ghala ambalo lingeweza kukidhi matakwa ya joto linalohitajika au baridi linalohitajika kwa ajili ya kuhifadhi samaki. Okay. Lakini pia tunasafirisha nyama, tunasafirisha mboga, tunasafirisha matunda, lakini pia tumeanza kusafirisha mayai, hatched eggs. Bidhaa ambazo zilikuwa zipiti KIA kwa sababu tulikuwa nayo changamoto ya ghala la bidhaa zinazohitaji ubaridi. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa pia, tunatarajia kuanza mradi wa ukarabati wa njia ya kuruka na kutua ndege. Tunakwenda kuweka tunasemaje, ni sakafu au tuseme ni lami mpya. Lakini pia tunakwenda kufanya maboresho kwenye taa za kuongozea ndege. Hii inakwenda kuimarisha usalama wa ndege zinazotua na kuruka katika kiwanja cha ndege cha KIA, na kwa maana hiyo itaendelea kutujengea imani kwetu sisi kama taifa, lakini kama kiwanja na mamlaka ya viwanja vya ndege nchini kwa ujumla, kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ni uwanja salama na unaweza ukafanya kazi katika majira yote, mchana na usiku, bila changamoto zozote za kiusalama. Hapo katika kuongeza ukubwa wa runway, kuna namna tutarajie kwamba kutakuwa kuna ongezeko la ndege ambazo mwanzoni hamkuweza kuzipokea, kwamba kutakapofanyika kwa marekebisho ya runway, maboresho ya runway, kwamba mtakuwa mnapokea ndege kubwa zaidi ya zile mlizokuwa mnapokea awali? Inaweza isiwe ndege kubwa zaidi kwa maana ya daraja la kiwanja. Lakini hii inatupa ujasiri kama nilivyosema. Moja, kwa mamlaka za udhibiti usafiri wa anga, kwa mfano TCAA, lakini pia na shirika la usafiri wa anga duniani ICAO, kuamini kwamba KIA ni kiwanja salama. Lakini pia kwa maboresho tunayokwenda kuyafanya, hii itaondolea wateja wetu, mashirika ya ndege, hofu ya kufanya safari zao katika kiwanja cha ndege cha KIA, hasa majira ya usiku. Pale ambapo tulikuwa na changamoto ya taa, tulikuwa tunapata malalamiko mengi sana, lakini sasa hili linakwenda kuondoka. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, tunaamini kwa kufanya hivi tutaimarisha usalama wa kiwanja cha ndege. Lakini pia kwa kuliunganisha hili na miradi mingine inayoendelea ambayo itatusaidia kuboresha huduma, ni dhahiri shahiri kwamba upo uwezekano wa mashirika mengine ya ndege makubwa yakaendelea kuvutiwa kukitumia kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Tukisalia hapo katika maboresho, kiongozi, hivi karibuni nilipata fursa ya kufanya mahojiano na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, Bwana Abdul Mwobokaleo, na aligusia kwamba katika maboresho ambayo yanafanyika katika sekta na viwanja vya ndege ni kuweza kufanya connectivity ya usafiri, hasa kwa usafiri wa SGR uweze kuingia katika kutoa huduma zake katika viwanja vya ndege, lakini zaidi kiwanja kinachogusiwa zaidi ni kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro. Kwa mtazamo wako, kama kiwanja kina utayari in terms of facilities na maeneo yaliyopo hapa? Hakika tuko tayari, na hili tungependa lifanyike mapema. Na hii itatusaidia sana, kwanza moja, kuendelea kujiimarisha katika utoaji wa huduma, lakini pia kuwapa ujasiri, confidence, abiria wetu kwamba kwa mfano akitua uwanja wa ndege wa KIA hapa tuwe na SGR, reli ya kisasa kabisa, ambayo akishuka hapa ataweza kutoka hapa kwa haraka aweze kufika mji wa Arusha au Moshi. Kwa kwake yeye itamrahisishia ule muda ambao ungeweza kukaa barabarani, na wakati mwingine unakuta barabara hii ina magari mengi, ikiwa ni pamoja na malori ambayo yanakwenda kwa mwendo mdogo. Hii itaweza kukifanya kiwanja cha KIA kufikika kwa uharaka zaidi na kwa uwepesi. Lakini ukiacha kiwanja kuunganisha na SGR, tungependa pia tulione kwamba ingefaa sana kama kungekuwa na barabara za mchepuko zinazokiunganisha kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro na miji ya Arusha na Moshi. Kwa mfano, leo tuna barabara hii ya maarufu ya bypass, ambayo hii barabara inaishia Usariva. Hii barabara kungekuwa na uwezekano, na kwa ushauri wa wataalamu, kama ile barabara ingeweza
kuwa extended kutoka pale ilipoishia ikafika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Ingesaidia sana watalii kuweza kufika uwanja wa ndege wa KIA kutoka Arusha kwa wepesi, lakini pia wale wanaotoka uwanja wa KIA kufika Arusha kwa wepesi, lakini vivyo hivyo likifanyika hili kwa upande wa mji wa Moshi, nayo hii ingeweza kusaidia sana kufanya watalii na watumiaji wengine wa kiwanja cha ndege cha KIA kuweza kufika kwa uharaka na kwa wepesi bila kuchelewa na kuweza kuzifikia safari zao kwa wakati. Shukrani kwa mtazamo wako Bwana Mnuka. Tugusie sasa katika upande wa fursa za uwekezaji. Fursa mbalimbali zilizopo hapa katika kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro ziko vipi hapa hasa? Kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro fursa ni nyingi. Na hizi fursa zinachagizwa na ukubwa wa eneo lililopo katika kiwanja cha ndege cha KIA. Kiwanja cha ndege cha KIA kipo katika eneo au kina eneo la kilomita za mraba 110. Eneo hili lina fursa nyingi sana za uwekezaji ambazo kwa kufanya kama tutafanikiwa kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zote za uwekezaji hizi zinafanikiwa katika kiwanja cha ndege cha KIA, utegemee kabisa kwanza, moja, KIA kama kiwanja tutaiona inahama sasa kwa hali ilivyo sasa na kuwa mji au jiji katika kiwanja cha ndege cha KIA kwa maana ya airport city. Na hili likiweza kufanyika, ina maana kwamba hapa KIA utegemee kuyaona maduka makubwa kwa maana shopping malls, fursa zipo, lakini pia utegemee kuona huduma kwa mfano za watu mashuhuri, hizo lounges kwa maana ya CIPs, lakini pia kuna fursa nyingine za uwekezaji, kwa mfano mashamba ya sola. Ukiangalia jiografia ya KIA inaruhusu sana kwa sababu kuna jua kali na tunaweza tukafua umeme wa sola kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nayo ni fursa mojawapo ya watu kuwekeza kwenye solar farms. Lakini pia kuna masuala mazima ya usafirishaji, logistics and transportation. Zipo fursa za kuwekeza KIA kwa maana ya kujenga maghala makubwa ya kuweza kukusanya mizigo, kuichakata na kuiandaa kwa ajili ya kuisafirisha kwenda nje, lakini pia kuipokea. Fursa hizo zipo, lakini pia fursa nyingine ni pamoja na mahoteli. KIA ina eneo kubwa sana ambalo yanaweza yakajengwa mahoteli, zikajengwa kumbi za mikutano, vikajengwa viwanja vya michezo kwa watu wazima na kwa watoto pia, ambapo kwa mfano mtu ataweza kutoka popote duniani akaja KIA, akitoka KIA anakwenda hotelini katika hoteli ambazo ziko KIA, akafanya mkutano katika kumbi za mikutano ambazo ziko KIA, na akimaliza aende mbugani au akapande mlima, na kesho yake au siku nyingine afanyaje, aondoke kupitia kiwanja cha ndege cha KIA. Lakini pia tukiwa na mji airport city katika kiwanja hiki, tutegemee pia watu wanaweza wakatoka, sio katika tu hii miji ya karibu Moshi na Arusha, wanaweza katoka hata maeneo mbalimbali, hata kama ni Nairobi, pahala pengine popote ndani ya ukanda huu, wakaja kwa ajili ya matembezi na shughuli mbalimbali katika kiwanja cha ndege cha KIA. Lakini hata michezo, tukiwa na viwanja vya michezo vya kisasa vinavyobeba michezo mbalimbali, ni rahisi sana mazoezi mbalimbali yakafanyika katika kiwanja cha ndege cha kimataifa katika viwanja ambavyo viko katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Watoto wetu watakuja kufanya michezo mbalimbali katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro na jamii nyingine yote kwa ujumla. Kwa kufanya hivi, tutaweza kukifungua kiwanja cha ndege cha KIA katika fursa mbalimbali. Shukrani sana Bwana Donat kwa wakati wako. Nashukuru sana na asante sana. Asante. Ni Bwana Donat Julio Mnuka ambaye ni meneja wa uendeshaji kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro, ambapo leo tumefika hapa kuweza kufahamu zaidi kuhusu kiwanja hiki, undani wake, historia yake, lakini zaidi kufahamu idadi ya miruko ya ndege ambayo imeweza kupokelewa katika kiwanja hiki kwa mwaka wa fedha uliopita, na pia idadi ya abiria, na hata tumeweza kufahamu baadhi ya maboresho ambayo yanaendelea katika kiwanja hiki na ambayo baadhi yameshafanyika ili kuweza kuboresha huduma kwa abiria wanaoingia na kutoka kwenye kiwanja hiki. Jina langu ni Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania. Nikusihi uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel, LinkedIn pamoja na WhatsApp channel yetu ya Aviation Tanzania. Tupatane wakati mwingine. Kwa heri.